Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu? Naamini sote tuko poa. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Sasa tunaendelea na tafakari zetu. Kuna hali ambayo unaweza ukaiona kwa viongozi wa sasa wa Afrika ukahisi kwamba imetokea kwenye kipindi chenu tu. Hapana. Viongozi wa Afrika wamekuwa na changamoto katika kufikiri si leo. Tunatakiwa tujifunze haya tunayoyaona kupitia historia za viongozi wa zamani. Sasa leo nitawapa story moja iliyotokea kule Guinea Ikweta. Mwaka 1968 Guinea Ikweta, sijui kama naitamka vizuri, ilipata uhuru wake kutoka Uhispania. Bahati mbaya sana, rais aliyechukua utawala wakati huo alikuwa ni mvuta bangi. Alikuwa ni moja kati ya madude mavuta bangi haijawahi kutokea. Huyu bwana alikuwa anaitwa Francisco Nguema. Baba yake na Francisco Nguema alikuwa ni mtu mwema sana, alikufa akipambania haki za watu wa Guinea Ikweta. Francisco Nguema alivyoingia madarakani, kazi yake ilikuwa ni mauaji, mateso kwa watu. Yaani alichinja karibia raia wake wote kwa hofu kama hizi zinazoendelea sasa hivi. Anayemkosoa, anayemsema kidogo kaua. Akafikia hatua akaona wananchi wataikimbia nchi yake. Akaamua kuchoma boti zote ambazo zinaweza kuwatolosha watu ili wasikimbie. Huyu jamaa alikuwa mbabe, alikuwa mbabe kiasi kwamba alikuwa akitoka kwenda kwenye kijiji cha kwao kwa ajili ya mapumziko yake ya kuvuta mabangi yake na nini. Umeme mjini ulikuwa unakatwa mpaka atakaporudi yeye. Huyu alikuwa rais huyu. Na toka mwaka 1968 mpaka leo ile nchi inaongozwa kifamilia. Kila rais anayeingia, na sasa hivi anaandaliwa rais mwingine, mtoto wa rais aliyepo, ambao wote familia ya Nguema. Kwa hiyo viongozi wa Afrika, ukiritimba ukatili haujaanza kwa hawa tunaowaona, na sijui ni mzimu gani unawasumbua. Huwa napenda kusimulia historia hizi ili kusudi waliopo sasa hivi au vijana ambao mnategemea siku moja kuwa viongozi, angalau nyie mbadili, mje mbadili hii hali. Wazungu wanatuona mabwege kwa sababu ya historia za waasisi wa huko nyuma wa mataifa mbalimbali waliofanya vitu vya ajabu na vinaendelea mpaka leo. Sasa huyu bwana alitesa watu, na kwa sababu yeye hakuwa msomi, hakuwa amesoma, elimu yake haikuwa nzuri, basi aliwachukia wasomi. Alichukia wasomi, watu waliokuwa madaktari, maprofesa, sijui wasomi. Kwanza neno wasomi alilipiga marufuku kwake, nchini kwake. Hakutaka mtu uitwe msomi. Na kila aliyekutwa amevaa miwani, unajua mtu akivaa miwani anaonekana kama msomi, alichinjwa. Nini alichokuwa anakifanya? Mtafananisha na sisi. Alikuwa hataki watu wenye akili. Ukiwa mjinga, chawa nini, ndio ulikuwa unaweza ukaishi na Francisco Nguema vizuri. Hakutaka kabisa watu wenye uwezo wa kufikiri kwenye taifa lake. Sasa hivi vitu ndivyo vinafanya mataifa ya Afrika yaendelee kuwa hivi siku zote. Na kwenye utawala wa Nguema, kwa sababu aliamini kwenye uchawi, mateso, kunyanyasa watu na vitu kama hivyo, alijikuta ameshindwa kugundua kama nchi yake na utajiri wa mafuta na gesi. Yanakuja kugunduliwa baadaye. Yeye aliishi kwenye kutishia watu. Yule bwana mpaka siku baada ya kuwa amepinduliwa, wakati wanataka kumuua kwa sababu walikuwa wanamuogopa kwa uchawi, askari wa nchi yake waliogopa kumpiga risasi wakijua mzimu utawaloga. Ikabidi wakodi squad kutoka nchi nyingine kule ambao walikuja kumshona risasi. Kwa hiyo aina ya viongozi hawa, kuna mzimu unakuwa unatembea kwenye akili za hawa viongozi na tabia zinafanana. Yaani ukisoma historia za watu kama akina Mobutu Sese Seko, ukisoma historia za akina Savimbi wale akina, yaani kuna roho fulani zinatembea hivi zinafanana. Sasa leo tunaona taifa la Malawi watu wenye akili wanafungwa, watu wanaojitambua wanapotezwa. Unasoma shule
Ukiambiwa soma utoe ujinga, elimu ni ufunguo wa maisha. Lakini ukimaliza masomo unaambiwa jifanye mjinga ili uishi. Kwa hivyo, mataifa yetu ya sasa hivi unakuja kugundua kumbe ukiwa mjinga ndiyo tiketi ya uhai wako wewe. Ukifanya ukandamizaji kwa raia wenzako ukiwa kiongozi ndiyo tiketi ya kukufanya wewe uwe mtukufu mbele ya kiongozi wako na uishi vizuri. Umeona? Kwa hiyo ukija kuangalia historia za hawa watu wa zamani unakuja kugundua kwamba ndiyo mambo yanayoendelea sasa hivi. Viongozi wanaamini kwenye ubabe, hawaamini kwenye mawazo tunduizi, kwenye fikra za watu tofauti tofauti. Hapa unaikumbuka nyimbo ya Masanja, ilikuwa inasemaje ile, kila kitu unachokiona hapa duniani kilikuwepo. Sasa nataka kusema nini? Kama kuna mtu ana utimamu wa akili na ana ndoto siku moja za kuwa kiongozi kwenye taifa hili, amini kwamba uongozi ni hekima. Watu hawawezi kupiga kelele pasi na sababu yoyote. Haiwezekani. Sasa mwarobaini sio kutoa roho za watu. Mwarobaini sio kupiga watu. Kuna matukio mawili ambayo nimeyaona na yanachukuliwa kawaida, na nimeona kuna baadhi ya comment za Watanzania ambao labda ni uwezo wao wa kufikiri unaishia pale, wamesifia na kupongeza. Kuna matukio yalitokea mahakamani, moja nishalizungumzia, lakini kuna la pili, yule bwana pale mahakamani ameshikilia chuma, wanalazimisha kumtoa pale wanaume watatu. Wababe tu. Unajiuliza, hivi vitu ambavyo vinaweza kufanywa hata mbele ya mlango wa mahakama, hivi hawa binadamu hamuoni kwamba wanatudhihirishia kwamba yanayofanyika sirini ni mauaji kabisa? Kama mtu anaweza akafanya tukio la kikatili mbele ya malango ya mahakama, hivi wale wanaokamatwa kule gizani wanafanywaje, ambako macho hayaoni, hakuna kamera? Hatusemi watu wawe wakaidi tunapoongea. Hatusemi watu wasiheshimu serikali tunapoongea. Lakini watu waiheshimu kwa mujibu wa sheria. Huyu amefanya kosa, wewe umefanya kosa, tunakukamata kwa sababu 1 2 3 4 5, unapigwa pingu, unakwenda. Binadamu yoyote ana asili ya unyama na ukatili ndani yake, ukimtengenezea mazingira ya kuwa hivyo. Kwa hivyo mimi ningeziomba serikali za Afrika, hususan kwa serikali yangu inayozungumza Kiswahili, tujitahidi kuyaheshimu mawazo ya watu kama katiba inavyosema mamlaka ya serikali yatatoka kwa watu. Lakini tunatakiwa, mimi nakumbuka kuna kipindi nilikuwa naona maaskari polisi walikuwa wanafanya vikao. Sijui kama siku hizi wanaweza kufanya hivyo kwa sababu wamejitenga na raia. Lakini kipindi hicho bado polisi ni polisi jamii, walikuwa wanafanya mikutano vijijini, wanaita watu, wanawashauri, wengine walikuwa wanafundisha kuhusu askari au wanafundisha kuhusu alama za barabarani, sheria za barabarani, wanaongea na jamii. Lakini na askari wa kawaida walikuwa wanafundisha kuhusiana na wanaume makatili na mambo ya kijamii. Ilikuwa nzuri. Nadhani rudisheni huo utaratibu wa kuwaelewesha watu kwa kupunguza matendo maovu ambayo mnayafanya ninyi. Polisi, ninarudia tena, bado mna nafasi ya kutengeneza na raia wenu. Ubabe unatengeneza raia makaidi. Mimi nakumbuka kuna kipindi mzee mmoja alikuwa anamshauri mama yangu, anasemaje, ukimpiga sana mtoto humfundishi, unamfanya kuwa sugu, na akisha kuwa sugu atakushinda. Na kweli kuna namna mama alianza kunitreat na nikakaa kwenye mstari. Mpaka leo nimekuwa kijana wa mfano kwenye kijiji nilichotoka. Mungu awabariki sana wa Tanzania, naamini mmenielewa.